Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Baad, ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa niseme ya kwamba swala la kifo ni swala ambalo Mwenyezi Mungu mtukufu ameliweka kwa viumbe, hasa tukizungumzia kwa wanadamu vile vile, kwamba na wao watakuwa ni watu wenye kufa. Iwe ni mtoto mdogo, iwe ni kijana, iwe ni mtu mzima, iwe ni bibi, iwe ni msichana, muda utakavyokuwa umefika, basi yeye atakuwa ni mwenye kufa. Kwa maana ya kwamba hakuna mtu ambaye atakayekuwa ameishi milele katika dunia hii. Kwani Allah anasema ndani ya suratul Anbiya aya 34 mpaka 35, Allah anasema wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un. Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld, Allah anasema kwamba na wala hatujajalia sisi kwa wanadamu kuwepo ambaye atakayekuwa ameishi katika ardhi hii milele. Afa imitta fahumul khalidun, kama wewe Muhammad utakufa, basi wao ndio ionekane ya kwamba wataishi milele. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja uchungu wa maut. Wanabluwakum bisharri wal khairi fitna, na tutawajaribu nyie kwa khairi na shari, iwe ni mtihani kwenu nyie. Kwa hiyo Uislamu unafafanua na unaeleza ya kwamba Allah anasema kwamba kila mwanadamu atakufa, kwa maana ya kwamba atakavyokuwa ameishi katika dunia hii atakufa. Ama ulilolileta mtangazaji kuhusiana na mtu kama atakuwa amekufa, haya akiwa na madhambi, inakuwaje mtu huyu, au je anakubaliwa toba yake? Tunasema ya kwamba kwanza lazima tufahamu ya kwamba mwanadamu atakavyokuwa amekufa atajajiwa yeye kutokana na matendo aliyoyafanya. Kama matendo yake yatakuwa ni mazuri, fabiha wa neema, atakuwa katika mazingira ambayo yaliyokuwa mazuri, na kama matendo yake yatakuwa ni mabaya, kadhalika sehemu yake itakuwa ni mbaya hivyo hivyo. Kwani Allah anasema kwamba man amila swaliha fali nafsi, yule ambaye atakayekuwa amefanya matendo mema basi anayafanya kwa ajili ya nafsi yake. Waman asaa fa alaiha, na yule mwenye kuyafanya matendo mabaya basi anaiviza na kuiweka pabaya nafsi yake. Wama rabbuka bidhallami lilabid, na Mola wako si mwenye kuwadhulumu waja wake. Kwa hiyo yule ambaye atakayekuwa ameishi hapa duniani akayafanya matendo yaliyokuwa mema, moja kwa moja atakuwa ni mtu ambaye anaelekea sehemu iliyokuwa nzuri, na yule ambaye atakayekuwa ameyafanya matendo mabaya, moja kwa moja ataelekea sehemu iliyokuwa mbaya. Sasa je, yawezekana mtu ameyafanya matendo mabaya kisha baada ya matendo mabaya yake akawa amerejea kwa Mwenyezi Mungu, akaomba msamaha, akajishirikisha na mambo ya ibada? Huyu moja kwa moja tunasema kwamba msamaha wake Mwenyezi Mungu anaukubali, kwa maana ya kwamba atakubaliwa na kile ambacho alichokifanya katika matendo ambayo yaliyokuwa mema, na ile toba atakayekuwa ameiomba atakuwa amesamehewa. Kwa hilo halina shida, bali yule atakayekithirisha maovu mpaka anakufa yupo kwenye maovu, moja kwa moja tunasema kwamba mtu huyo atakuwa na mazingira mabaya mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na si kama tunasema hivi kwamba sisi tunawahukumu watu kama baadhi ya wengine wanavyosema kwamba mbona wewe unakuwa kama unawahukumu watu fulani, hilo ni jambo la Mungu. Sisi tunasema ya kwamba ni sahihi kwamba ni jambo la Mungu, lakini Mungu huyo ndiyo ambaye aliyesema mwenye kuyafanya matendo mema ataenda peponi na mwenye kuyafanya matendo mabaya ataenda motoni. Sisi twanukuu kauli za Mwenyezi Mungu, hatutoi sisi kama sisi kusema kwamba tunamhukumu huyu kwa utashi wa nafsi zetu. Hapana. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya suratul Naziati akisema kwamba
fa amma man tagha wa athara alhayata dunya fa inna aljahima hiya almawa. Fa amma man tagha, ama yule atakayekuwa ameasi na akawa ni mwenye kuvuka mipaka, wa athara alhayata dunya, na akakithirisha maisha mabaya ya dunia, kwa maana ya kwamba akapenda yale mambo yasiyofaa, asiyoyaridhia Allah tabaraka wa taala. Allah anasema kwamba fa innal jahima hiya almawa, huyu mwenye kuyafanya haya maasi, hakika ya moto ndiyo makazi yake. Kwa hiyo kama mtu atayafanya matendo mabaya, sio kama sisi twamuhukumu, bali Allah ameshahukumu kwamba hukumu ya huyu mwenye kuyafanya matendo mabaya, yeye ni kuingia katika moto wa Jahannam, kama vile atakavyokuwa yule aliyoyafanya matendo mazuri kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Sasa she, ye mtu amefariki hajaweza kufanya toba, kufa gafa vile, mimi nikimwombea toba na kwenda peponi? Alhamdulillah, kwenye sheria ya Mungu madhambi yamegawanyika katika mazingira mawili, hasa sheria yetu ya Uislamu. Madhambi yamegawanyika katika sehemu kuu mbili. Yapo madhambi ambayo yanayojulikana kwamba haya ni madhambi makubwa. Madhambi haya makubwa Allah hamsamei mja wake mpaka pale atakavyokuwa yule mja ameomba toba, kwa maana ya kwamba amekaa yeye mwenyewe, akakaa faraghani, akamlilia Mola wake, akakiri madhambi yake, akasema kwamba mimi sitorudia yale madhambi. Madhambi makubwa yote yanasameheka kwa mtindo huo. Lakini hapo madhambi madogo ambayo hayo kama mwanadamu atakuwa ameyafanya, lakini vile vile katika kuyafanya kwake akafuatiliza jambo ambalo lililokuwa la kheri, jambo jema, Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ana uwezo wa kuweza kulisamehe hilo hata kama asiwe katika toba. Sasa je, yule ambaye atakayekuwa amefariki kwa maana ya kwamba ameondoka tu amefariki katika kifo cha ghafla, lakini ndugu na jamaa huku wakakaa katika mazingira ya kumwombea, tunasema ya kwamba kama madhambi ni madogo madogo ambayo hayahitaji toba, atasamehewa kwa kile ambacho alichokuwa amekifanya, kama ndugu zake watakuwa wamefanya nini, wamekaa katika hali ya kumwombea. Ama madhambi makubwa yanayotakikana yeye mwenyewe awe ni mwenye kuomba toba, Allah ndiyo anajua zaidi sana kuhusiana na hilo, lakini ilitakiwa yeye mwenyewe aombe toba ndiyo apate msamaha. Kwa maana ya kwamba msamaha wa Mungu utategemea kama ni madhambi makubwa haya mpaka yeye mwenyewe aombe toba. Na kama alipatwa na kifo cha ghafla, yawezekana amepatwa na kifo cha ghafla, lakini itikadi yake au makusudio yake yeye amuombe Allah tabaraka wa taala, kule atakakokuwa amefika akapata kifo hapa, inaweza kumsaidia hilo kwa sababu nia yake ilikuwa. Lakini kama amejisahau na hakuwa na habari yoyote ya kwamba yeye atakuja kuomba toba kwa madhambi anayoyafanya, hili litamgharimu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini wale ambao watakaosimama kidete katika kumwombea ndugu zao waliotangulia, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuweza kusameheka kwa yale ambayo watakaomwombea kama ni madhambi madogo madogo. Sasa shehe, tumalizie kwa mwisho msibani, wale wanaomlilia marehemu, wengi wanasema kumlilia mtu aliyokufa unamkufuru Mwenyezi Mungu. Hii imekaaje? Ni kweli kwamba tunamkufuru, tunaingilia kazi yake, au inapaswa tufanyaje? Swala zima la kulia msibani, hili ni swala ambalo haliepukiki, kwa maana ya kwamba ulikuwa na ndugu yako, ulikuwa mathalani na mzazi wako, ulikuwa mathalani na rafiki yako, kisha akakuoa akaondoka au akafariki. Huzuni na vile vile kusikitika juu ya hilo moja kwa moja ni swala ambalo haliepukiki. Lakini tunalia kwa mazingira gani? Hapa ndipo ambapo tunapotakiwa tuwe makini sana katika uliaji wetu. Kuna uwezekano wa kulia ikawa ni sababu kweli kabisa ya kumpa matatizo yule ambaye aliyeondoka, lakini kuna uwezekano wa kulia ikawa ni sababu ya faraja kwa yule ambaye aliyekuwa ameondoka.
Yule ambaye atakayekuwa analia na uliaji wake wa kuvuka mipaka, mfano mtu anaweza kulia, wewe tu ndio kutegemea sisi, umetuacha hapa, hatuna kitu sisi bwana, tutakuwa na maisha magumu. Uliaji wa namna huu wa namna hii, Allah tabaraka wa taala kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallama wametuzuia uliaji wa namna hii. Lakini uliaji wa kutokwa na machozi tu, mtu akawa anasikitika, anahuzunika na lile ambalo lililokuwepo, hili ni jambo ambalo lipo, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallama safari moja alienda kukiangalia kitoto kichanga ambacho kimeshafariki. Alivyokishika mkononi mwake, Mtume sallallahu alitokwa na machozi. Masahaba wakamwambia, ya Rasulullah, wa anta kadhalika? Akamwambia, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, na wewe kadhalika linakukuta hili? Akasema ya kwamba ni jambo ambalo lipo, kwani moyo huwa mara nyingi unahuzunika kadhalika kwa kile ambacho kitakachokuwa kimetokea, au kama vile alivyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo moja kwa moja suala la kuhuzunika na kulia katika hali ya kawaida ni jambo ambalo lipo kwa yule ambaye aliondokewa na kipenzi chake au aliondokewa na mtu wake wa karibu, lakini usiwe uliaji wa kufuru, kwa maana ya kwamba ikawa wamkufuru Mwenyezi Mungu ambaye amejalia hiki kifo. Yeye ndio aliyojalia uhai na yeye ndiye ambaye aliyejalia kifo. Kwa hiyo anapokiweka jambo, anapoliweka moja kati ya hivi, lazima tukubali kwamba hili linaendana na uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Rais atakuwa amesikia vizuri kuhusu swala la msiba, sababu kuna mfululizo wa misiba imetokea. Mzee Hashim Kambe sasa tunamfahamu, amefariki. Msanii wetu Sparky naye amefariki. Leo tena nimeona baba wa Juma Nature naye amefariki. Kwa hiyo nikasema si haba sisi tuje tujue Waislamu swala mzima la mazishi, misiba hii imekaa. Naamini Sheikh Makassa ameweza kutueleza vizuri na tumeelewa. Neno moja la mwisho kwa Waislamu wote. Naam, ama ziada ya haya tunasema kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ambaye aliojalia kifo, kadhalika amejalia uhai. Inapotokea kifo, basi tuwe na subira juu ya hilo na tuonyeshe uvumilivu juu ya hilo. Kubwa zaidi sana ni kuwaombea dua wale ambao waliokuwa wametangulia, Mwenyezi Mungu aweze kuwasamehe yale ambayo waliokuwa wameyafanya, na kama kuna mema wameyafanya, basi ionekane ya kwamba wanazidishiwa katika mema yao walioyafanya. Lakini lazima ifikie hatua sisi wanadamu tufahamu ya kwamba ndani ya hii dunia sisi tunapita, wala tusijisahau sana na tukaona kwamba tumefika, kwa maana ya kwamba uwepo wetu sisi katika hii dunia ni uwepo wa muda mchache sana. Kwa hiyo kujishirikisha na kuwa karibu na matendo yaliyokuwa mazuri na ibadati itakuwa ni jambo la kheri, kwani litatuweka katika mazingira ambayo yaliyokuwa mazuri sana. Kwa hiyo mimi niwakumbushe wanadamu ya kwamba wasijisahau na wala wasione kwamba wao wamefika kwa maisha haya ya dunia. Tunatakiwa sisi tukithirishe ibada, tukithirishe kumkumbuka Mwenyezi Mungu, ili hata pale tunapokuwa tumeondoka katika hii dunia, basi tuondoke katika mazingira yaliyokuwa mazuri.